بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، nawausieni na kuyusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, tukiendelea na liqaa yetu katika siku hii ya leo, yaum al-ahad, miongoni mwa siku zetu ambazo tunakuwa na kalima baada salatu dhuhur, na walillahi alhamd, katika siku ya jana tulikumbushana moja ya jambo ambalo ni wajibu au ni masuhulia waliobebeshwa wanaume, na tukaondoka na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuonesha kwamba mwanadamu au hususan mwanaume atakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na yeye katika ile wajibu aliyobebeshwa na Allah subhanahu la kusimamia familia yake. Tukaichukua hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, kafa bil mar'i ithman, inatosha kwa mtu kuhesabiwa yeye ni mwovu. Kafa bil mar'i ithman an yudayya amman yamliku au an yudayya liman yaulu. Katika riwaya ya al-Imam Ahmad imekuja hadithi, kafa bil mar'i ithman, yatosha kwa mtu kuhesabiwa yeye ni mwovu na akaandikiwa dhambi, an yahbisa, kwa kumzuilia, amman yamliku qutahu, yule ambaye yeye ndo anamiliki chakula chake. Kwa hiyo hadithi hii ikaonyesha wajibu wa mwanaume kuilisha familia yake, na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika kuyatilia mkazo maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wamekubaliana wanazuoni biijma', kwa makubaliano kabisa, kwamba masala ya al-infaq wajibun ala al-ijma', mwanaume kuilisha familia yake ni wajibu kwa makubaliano ya wanazuoni. Kwa hiyo jambo hili tukakumbushana kwamba leo katika moja ya jambo ambalo baadhi ya wanaume wamelisahau ni kuzisimamia familia katika masala ya al-infaq, kuwalisha, mpaka ikafika watu wakimtazama yeye, wakimuona mabarabarani anapokula vizuri, kila aina ya chakula nzuri iliyopo barabarani yeye anaipata, watu wanamhukumia kwamba familia yake kule inakula bora zaidi kuliko anachokila yeye. Kumbe jambo ni bilaks, ni kinyume, ni kinyume. Kwa nini? Kwa sababu ya yeye kujipatiliza peke yake. Sasa katika mwendelezo huu wa masuhulia haya, leo tutaendelea kukumbushana miongoni mwa jukumu lengine alilobebeshwa mwanaume juu ya familia yake, kwa kupitia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini katika hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye, au katika khutba ambayo iliitwa ni khutbatul wadaa, khutba ya kuaga, aliyazungumza maneno akasema, istawsu bin nisa'i khaira, istawsu
binnisa'i khaira, chukueni wasia wangu kutoka kwenu, chukueni wasia wenu kutoka kwangu kwa kuwafanyia wanawake kheri. Katika hizo kheri ni haya masala ya watu au mume kusimamia wajibu wa kumlisha familia yake, lakini kadhalika alkiswa, kumvisha. Na haya ni masuhulia ambayo pia amebebeshwa mwanaume, masuhulia ya kumvisha mkewe. Lakini katika hili la kumvisha mke, pamoja na kwamba ni wajibu pia mwanaume kumvisha, kuivisha familia yake, mkewe, watoto wake na kila aliyepo katika nyumba yake, hili tulifahamu. Hata wewe ni mfanyakazi, ni wajibu kwako wewe. Kwa kauli za ulama walipotafsiri kauli ya Allah subhanahu, ilipotaja watu kusimamia na kuziokoa familia zao, ikataja neno wa ahlikum, wakasema alkalimatu ahli, lile neno ahli linaingia mpaka kwa wale wafanyakazi, rabaib, watoto wa kulea. Sasa hivyo hivyo kama ilivyokuwa ni wajibu wa mtu kuwalisha na kuwavisha familia yake ambaye ni mkewe, watoto, na hivyo hivyo wanaingia uwajibu wa kuvisha wale waliopo katika nyumba yake, wakiwemo wafanyakazi au watoto wa kulea. Lakini hili lipo katika mlengo wa sheria. Sio tu kila vazi avishwa, sio tu kila vazi wanavishwa wanawake au watoto, bali ni mavazi ambayo ni ya stara, mavazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake wavae. Akamwamrisha mtume wa Allah subhanahu, akamwamrisha mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala awaamrishe wake zake na wanawake wa kiumini. Allah subhanahu asema, ya ayyuhan nabiy, ewe mtume wa Allah subhanahu, qul li azwajika, sema kuambia wake zako, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa kiumini, wanawake waumini, yudnina alayhinna min jalabibihin, washushe majilbabu yao, wavae mavazi yao ya stara. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, hili kufanya jambo hilo la kuvaa mavazi ya stara ndilo jambo la karibu kwa wao kujulikanwa kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu, basi hawataudhiwa, hawatapata maudhi, hawatakubudhiwa, hawatatukanwa kwa mavazi yao waliovaa. Kwa hiyo kadhalika, ndugu zangu katika imani, basi na hili ni wajibu, kama tulivyokuwa ni wajibu kuzilisha familia, kadhalika ni wajibu kuwastiri kwa kuwavisha mavazi ya stara, mavazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha na kuamrisha wavishwe hawa wanawake. Maalasaf, masikitiko makubwa ni wakati wetu wa sasa tulionao leo, kila kinachoingia katika jamii yetu kwenye mavazi, watu wanataka wao wavae tu pasina kuangalia sheria imezungumza vipi. Na yawezekana mtu akavaa vazi ambalo ni la thamani kubwa, lakini vazi hili likashinda kuthaminisha thamani ya utu wake. Lile vazi lenyewe ni la thamani, lakini vazi hili likashindikana kuithaminisha thamani ya utu wake, bali kwa vazi hili ikawa ni sababu ya kuishusha thamani yake. Leo wapo wanawake, Allah subhanahu awahifadhi na awabadilishe wale ambao wameingia katika mkumbo huo. Yupo mwanamke leo ukimuona katika mazingira yake kavaa nguo ya thamani ya ghali, lakini
katika sehemu zake zote za mwili ziko wazi, hukashifika kwa vazi hilo hilo alilovaa, au kavaa nguo ya thamani lakini yote imembana, nguo zake zote za ndani ad-dakhilia zinaonekana, maungo yake ya mwili yote yanaonekana, bali kuna wakati yeye apata tabu, kila muda anashusha nguo yake, akitembea inambana na anapata tabu, akiambiwa apande usafiri fulani apata tabu, ashikilie vipi nguo hiyo. Lakini nguo hii imma alinunua yeye, au alipewa pesa na mumewe au kaka yake akaenda kuinunua, au yeye alinunua kwa nguvu zake, lakini yule msimamizi ambaye ni mume anamuona mwanamke huyu na vazi hili. Maashara almuslimin ahibba, pamoja na kwamba ni wajibu sisi kuwavisha familia zetu, wake, watoto kwa ujumla, wa kiume na wa kike, lakini hatukufunzwa na hatukuamrishwa kuwavisha mavazi yanayovunja dini yao, kuwavisha mavazi yanayovunja utu wao, kuwavisha mavazi yanayoondoa stara na heshima yao. Na hili si kwa watoto wa kike tu, hata kwa watoto wa kiume. Baba achunge wakati wa kumnunulia nguo mtoto wake pia wa kiume, isiwe nguo sasa aliyoinunua kila wakati mtoto huyo hata aifunge vipi haikai, inashuka chini tu, au nguo imechanika inaonyesha mapaja yake. Kwa sababu moja ya jambo ambalo watu leo tumeona kwamba ni jambo la kawaida ni mwanaume kuonyesha magoti yake, mapaja yake, tukiamini sio uchi, kumbe jambo hili ni uchi. Al-Imam Sheikh Nasruddin Al-Albani alipokielezea stara ya mwanaume akasema kadhalika ni haramu mwanaume kuvaa pensi, bukta, yakaonekana mapaja yake, hata kama yupo sehemu ambayo yeye anaona kwamba sehemu hii haipiti watu wengi, kuvaa pensi, bukta hizi ambazo zinaonyesha mapaja. Bali wakati mwingine atoka mwanaume huyo mtoto wa kiume na wanawake wanaliona jambo hili, aingia chooni pale, atoka apita barabarani na kadha na kadha, lakini nguo hii yawezekana imenunuliwa na mzazi wake. Kwa hiyo pia hili ni mas'ul, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu, tumewanunulia mavazi gani? Leo yamekuja mavazi ni ya fashion, yamechanwa kwenye magoti, yamewekwa maalama, na watu wanaenda kuyanunua kwa ghali, wanakuja kuwavisha watoto wao. Ndugu zangu katika imani, ikiwa kuwanunulia mavazi ni wajibu, basi na kuwastiri ni wajibu zaidi. Lakini na kinyume chake, ikiwa kuwanunulia ni wajibu, kuacha kutowanunulia, tunaingia kwenye hadithi hii, kafaa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Hapa sio chakula tu pekee, bali kama pia itakuwa mtu hanunui kamwe hayo mavazi kuwanunulia watoto wake, familia yake kwa ujumla, wafanyakazi wake wa nyumbani, basi na yeye atahesabiwa ameingia kwenye makosa ya jambo hilo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukumbuke masuhulia haya mbele ya Allah subhanahu. Siku ya kiyama Allah atatusimamisha, atuulize kama alivyosema katika Qur'an, waqifuhu innahum mas'ulun, wasimamisheni hawa, hakika leo wao ni wenye kuulizwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa astaudi'ukumullahu alladhi la tadhi'u wada'ahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.